Kwenda kusoma wasifu wa mpendwa wetu Sabas Meleki Masawe aliyezaliwa mwaka 1950 na akafariki mwaka 2026. Tangulizi. Maana Mungu hakutupa roho ya uoga, bali ya nguvu na ya upendo na ya moyo wa kiasi. Timotheo sura ya 1 aya 7. Kuzaliwa. Mpendwa wetu Sabas Meleki Masawe alizaliwa tarehe 1 mwezi wa pili mwaka 1950 katika kijiji cha Kikelelwa, kata ya Tarakea Mutamburu, tarafa ya Tarakea, wilaya ya Rombo, mkoa wa Kilimanjaro. Kupata ubatizo, komunyo na kipaimara. Mpendwa wetu Sabas Meleki Masawe akiwa mtoto mdogo alibatizwa mwaka 1952 katika kanisa la Mtakatifu Yohane Mbatizaji, parokia ya Useri Rombo, na baadaye alipokea sakramenti ya komunyo takatifu na kipaimara katika kanisa la Mtakatifu Yohane Mbatizaji, parokia ya Useri Rombo, akijengwa katika imani ya Kikristo iliyomuongoza katika maisha yake yote. Elimu. Baba yetu Sabas Meleki Masawe alipata elimu yake kama ifuatavyo: elimu ya msingi katika shule ya msingi Kikelelwa mwaka 1959 hadi mwaka 1963. Middle school, yani shule ya sekondari Nanjara mwaka 1963 hadi mwaka 1967. Ndoa na uzao. Bwana Mungu akasema, si vyema mtu huyu awe peke yake, nitamfanyia msaidizi wa kufanana naye. Andiko katika kitabu cha Mwanzo sura ya 2 aya 18. Tarehe 2 mwezi wa 9 mwaka 1973, Baba Sabas Meleki Masawe alifunga ndoa takatifu na mama yetu Elizabeth Gustav Masika katika kanisa Katoliki la Mtakatifu Pius Tarakea Rombo. Mungu aliwabariki watoto 6, wa kiume 2 na wa kike 4. Pia alibarikiwa kuwa na wajukuu 18 waliokuwa furaha na faraja yake katika uhai wake. Shughuli za kiuchumi. Katika maisha yake, baba yetu alijishughulisha na kilimo, ufugaji, biashara ndani na nje ya nchi, hususan Tanzania na Kenya, akifanya kazi kwa bidii ili kuitunza familia yake. Ugonjwa na kifo. Nikasikia sauti kutoka mbinguni ikisema, andika, heri wafu wafao katika Bwana tangu sasa, naam, asema Roho, wapate kupumzika baada ya taabu zao, kwa kuwa matendo yao yafuatana nao. Imeandikwa katika kitabu cha Ufunuo wa Yohana sura ya 14 aya 13. Mwaka 1987 baba yetu Sabas Meleki Masawe aligundulika kuwa na ugonjwa wa kisukari, alioishi kwa uvumilivu na imani, akifuata masharti ya kitabibu kwa umakini mkubwa. Baada ya kupata matibabu katika hospitali ya KSMC, Muhimbili na Huruma, mapenzi ya Mungu alitimia tarehe 5 mwezi wa pili mwaka 2026 majira ya saa 4:30 asubuhi, ambapo Sabas Meleki Masawe alihitimisha safari yake ya hapa duniani. Shukrani. Familia wanamshukuru Mungu kwa zawadi ya maisha ya uhai wake hapa duniani. Shukrani ni kwa mapadri wote waliompa huduma ya kiroho wakati akiwa hospitali na nyumbani. Familia inapenda kutoa shukrani za dhati kwa mapadri waliotuongozea misa takatifu pamoja na huduma ya mazishi. Pia tunatoa shukrani kwa madaktari wote waliokuwa wakimhudumia na kujitahidi kuokoa uhai wake. Familia wanawashukuru ninyi nyote mliofika kumsindikiza baba yetu Sabas Meleki Masawe katika safari yake ya mwisho wa maisha yake hapa duniani, bila kuwasahau wanakikundi wa Kikumara. Shukrani za dhati kwa wote walioshiriki kuandaa nyumba ya pumziko la milele ya mpendwa wetu Sabas Meleki. Mungu awabariki. Marehemu Sabas Meleki Masawe apumzike kwa amani.